Ndugu mpendwa, na kusalimia kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Namshukuru Mungu aliyenipa neema ya kushare na wewe ujumbe alionipa siku ya leo. Mara nyingi, na kabla sijaanza ujumbe, naomba nijitambulishe. Kwa jina naitwa Prophet and Pastor Charles Romo. Lugha nyingine nabii na mchungaji Charles Romo, aka balozi wa Bwana duniani, or ambassador of God. Mimi ni balozi wa Bwana duniani. Namshukuru Mungu alinipa neema ya kusema na wewe, ya kushare na wewe hizi dakika kadha wa kadha. Mungu akubariki. Asante kwa kunisikiliza. Leo ujumbe ambao Mungu ameweka moyoni mwangu na amenipa neema kushare na wewe leo, tutasoma ambacho kinasema, kwa nini ndoa za vijana wa leo au kizazi cha leo au kizazi cha utandawazi hazidumu. Watu wengi wamekuwa kiniuliza maswali mara kwa mara, lakini leo Mungu amenipa neema ya kuleta majibu ya hilo swali. Naomba nisijibu mimi, neno la Mungu lijibu. Zaburi 11 mstari wa 3, Biblia nasema, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Neno la Mungu linauliza swali, kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Nini maana yake hili? Maana yake ni kwamba ndoa nyingi za vijana wa leo, kizazi cha leo chini ya jua, kizazi cha utandawazi chini ya jua, au kizazi kipya cha nyakati hizi, ndoa nyingi za kizazi cha leo huku duniani hazidumu kwa sababu moja kubwa. Hazidumu kama za wahenga waliotutangulia au wazee waliotutangulia kwa sababu moja kubwa. Vijana wengi wa leo wanajenga ndoa katika msingi wa upendo wa tamaa badala ya upendo halisi ambao Mungu anaweka ndani ya mioyo yetu sisi wanadamu. Na kwa sababu ndoa nyingi zinajengwa kwenye misingi ya upendo wa tamaa, ndio maana ndoa nyingi sana kizazi cha leo, kizazi cha utandawazi chini ya jua, kizazi cha nyakati hizi au cha vijana wa leo, kwa sababu moja kubwa, ndoa, narudia tena, au mahusiano yanajengwa katika msingi wa upendo wa tamaa. Nitakupa mfano. John kampenda Eliza. John kamaanisha kabisa anampenda Eliza kweli kweli, na John yuko vizuri kiuchumi. Eliza akakubali. Lakini mtu mmoja anaweza akatokea, au mimi mtumishi wa Bwana namuuliza Eliza, unampenda kweli John? Eliza atakujibu, atakwambia kwamba simpendi John kutoka rohoni, ila nampenda, lazima nikubali kuolewa na John kwa sababu John ana fedha sana. John nasikia na nyumba nzuri. John ana gari la kifahari. John fedha kwake zipo nyingi. John ana kazi nzuri. Na kama mfanyabiashara atakwambia John ni mfanyabiashara wa level ya juu. Nini maana yake? Maana yake Eliza atakubali kuolewa, unifano, na John kwa sababu ya fedha, lakini hajampenda kutoka rohoni. Maana yake hakuna upendo wa Mungu ndani yake wa kumpenda John, ila amekubali kwa sababu kuolewa na John ni heshima. Kila mtu ataona ameolewa na mwanamume mwenye hela, mwanamume ambaye yuko vizuri kiuchumi. Nini maana yake? Maana yake msingi wa ndoa kati ya John, japo John kaimaanisha kuoa, na Eliza utakuwa umejengwa katika msingi wa upendo wa tamaa. Madhara yake ni nini? Siku John ikitokea kama ni mfanyakazi atastopishwa kazini kwa ghafla, au japo atuombe iwe hivyo, au ikitokea John mfano ni mfanyabiashara kaja kufilisika kwa namna yote ile, kwa sababu zozote zile, siku atakapoishiwa hela, ndoa yake itasheki, ndoa yake itatetereka na hata kuvunjika. Itatereka sana, na kama itatereka sana inaweza ikatereka hadi kafikia
kuvunjika. Kwa nini? Msingi wa ndoa kati ya John na Eliza ulikuwa ni fedha. Eliza kumaanisha kumpenda John. Ndio maana neno Mungu linasema misingi kiharibika mwenye yake atafanya nini? Maana yake tujifunze kujenga mahusiano yetu, ndoa zetu. Nazungumzia ndoa katika msingi wa upendo wa kweli wa Mungu badala ya upendo wa tamaa. Na kwa mfano wa pili, mfano kijana kampenda dada kwa sababu ana umbo namba 8 au ana hips zinazovutia sana. Kijana akawa hana ufahamu mpana wa kujua kwamba siku moja huyo binti aliyempenda anaweza akakutana na, huku duniani kwenye maisha kuna safari ndefu, anaweza kukutana na vita fulani au changamoto fulani, labda kuumwa au dhaifu fulani. Umbo lile namba 8 asiwe nalo tena, zile hips asiwe nazo tena, hips asiwe nazo tena, umbo namba 8 likapotea. Na siku na umbo namba 8 likipotea au hips zikipotea, kijana lazima ataanza kuangalia, macho yataanza kuwa, ataanza kumwangalia mke wake kwa jicho ambalo si zuri. Kwa nini? Msingi wa upendo kati yake na binti aliyempenda na kumoa ulikuwa ni hips hazipo tena. Lazima uhusiano kuna namna itasheki, lazima ndoa kuna namna itasheki. Nini maana yake? Msingi ulikuwa hips, na hips hazipo, labda binti kaumwa, hazipo tena. Nini nachotaka kusema? Nasema tujenge ndoa zetu katika msingi wa upendo wa ukweli wa Mungu, si katika upendo wa tamaa. Nakupa mfano mwingine. Mfano kijana akampenda binti Miss, akasahau kwamba binti anaweza akaja kunenepa siku za usoni. Kampenda Miss, kamzalisha, baadaye binti akanenepa. Haoni sababu ya kuwa Miss tena kwa sababu kashaolewa, kashazaa. Siku atakaponenepa, kijana lazima upendo kwa mke wake utapoa. Kwa nini? Alimpenda mke wake akiwa Miss. Leo hii mkewe si Miss tena. Maana yake msingi wa upendo kati ya huyo kijana na huyo binti ulikuwa kwenye msingi wa upendo wa tamaa, si upendo halisi wa Mungu. Nakupa mfano mwingine. Kwa nini nasema haya? Tena nyakati za leo hata kijana anaweza kampenda binti akamoa. Ukimuuliza bana, huyu binti umempenda kweli? Akamwambia hapana bana, ila ana mawe sana, ana hela sana nyingi, nasikia ana hela kweli kweli, nasikia ana kazi. Ukimuuliza umempenda kweli? Anakuambia hapana, ila siwezi kuacha kumoa kwa sababu iko vizuri kiuchumi. Lakini rohoni hayupo ndani ya roho yake. Kwa nini? Hata ndoa ikifungwa, huyo kijana siku dada ila zikimwishia, hakuna ndoa. Kwa nini? Ndoa yao imejengwa kwenye msingi wa upendo wa tamaa, si upendo halisi wa Mungu. Nini ninachotaka kusema? Naomba tujenge ndoa katika msingi wa upendo halisi wa Mungu badala ya msingi wa upendo wa tamaa. Tukifanikiwa kubadilika, vijana wa leo, tukifanikiwa kuanza kujenga ndoa zetu katika msingi wa upendo wa kweli wa Mungu, ndoa zetu zitadumu kama za wazee waliotutangulia. Na kitu kingine dunia leo kinachoharibu mahusiano, kinacholeta shida kwenye ndoa, ni vijana kutumia lugha zao za mtaani kwamba siuziwi mbuzi katika gunia. Ni kweli, unaposema uziwi mbuzi katika gunia, maana yake ulale na binti kabla hujamoa. Machoni pako mwenyewe ile wazo ni zuri, lakini mbele za macho ya Bwana ni chukizo, na mbele za macho ya balozi wa Bwana duniani ni chukizo. Maana yake ni nini? Mbele yako ni wazo zuri, lakini mbele ya Mungu ni machukizo. Mbele ya balozi wa Bwana ni machukizo. Sasa nini kitakachotokea ukishalala naye baadaye ukaja kumoa? Nini kitatokea? Itakuwa mkeo akichelewa kazini, kama anafanya kazi, au akichelewa, au kama anafanya biashara, au akichelewa popote pale, hutamwamini 100%. Kwa sababu shetani atakusemesha, kama alikukubalia kabla hujamoa, inashindikanaje mwingine leo hii kumpata, kumtongoza na kulala, inashindikanaje? Hivyo hivyo kijana, kwa sababu ulisema uzibu katika gunia ukalala na mkeo kabla ya kumoa, umeshamoa sasa. Ukiwa busy kazini,
labda umepata kazi nzuri imekufanya uwe busy japo ina pesa nyingi. Mkeo shetani ananong'oneza tu, mume wako sio kwamba yuko busy kikazi, atamdanganya tu, atakuwa na mwanamke mwingine nje. Kwa nini ananong'onezwa? Anaambiwa hivi, kama mume wako aliweza kupata wewe akakutongoza kalala na wewe kabla ya ndoa, inashindikanaje kutongoza wanawake wengine na kulala nao? Nini maana yake? Maana yake ni kila mmoja kwa wakati wake. Shetani atamnong'oneza usimwamini mwenzako kwa sababu uliweza kulala naye kabla hujamuoa kwa wakati wako. Mkeo atanong'onezwa kwa wakati wake na wewe utanong'onezwa kwa wakati wako na shetani. Kitakachotokea ni nini? Hamtaaminiana 100%. Kwa nini nasema haya? Na kwa nini nasema na kijana wa kike na wa kiume leo hii? Maana yake ni hivi. Naomba vijana tubadilike chini ya jua. Kizazi cha leo, kizazi cha utandawazi. Naomba tubadilike chini ya jua. Vijana wa leo, nasisitiza tena. Kizazi hiki cha utandawazi, kizazi cha vijana wa kisasa wa leo, wa nyakati za leo, naomba tubadilike. Tusijenge ndoa tena katika msingi wa upendo wa tamaa, na tusiendelee kujenga ndoa katika upendo wa msingi wa tamaa. Badala yake tujenge msingi katika upendo halisi wa Mungu. Takupa mfano. Naomba nisome neno la Bwana, mfano nyingi ya neno la Mungu. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 4 mpaka wa 8. Neno la Mungu linasema hivi. Wakorintho wa kwanza 13 4 mpaka 8. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haukosi uchungu, hauoni uchungu, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu. Upendo hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali furahia pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, ustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wote. Mstari wa 8. Nini nataka kusema na wewe? Neno la Mungu linasema upendo unavumilia. Nini maana yake? Ukimpenda mwenzako katika upendo wa kweli wa Mungu, rahisi kumvumilia, rahisi kumfadhili. Nini maana ya kumfadhili? Rahisi kuficha udhaifu wake. Neno la Mungu linaendelea, linasema upendo hausudu, upendo hautakabari, haujivuni. Mtu anayekupenda hawezi kukuletea maringo ya kiburi. Atuzungumzie maringo mengine. Maringo ya kuvunjana heshima na kiburi hawezi kukuletea. Biblia ikasisitiza, neno la Mungu linasisitiza tena. Linasema upendo haukosi kuwa na adabu. Maana yake mpenda mtu utamheshimu. Pia neno la Mungu linaendelea kusema hautafuti mambo yake. Maana yake ni nini? Ukimpenda mtu utamwona yeye ni bora kuliko wewe. Na neno la Mungu linaendelea mbele. Linasema haufurahi udhalimu, wala hufurahia pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wote. Neno la Mungu linasema upendo haupungui neno wakati wote. Nini maana yake? Maana yake ni ukimpenda mtu katika upendo wa Mungu, hata kama ana udhaifu, ni rahisi kubeba udhaifu wake. Nini ninachotaka kusema? Naonya kizazi cha leo huko chini ya jua, kizazi cha utandawazi huko duniani. Ninaomba tujenge ndoa, vijana tubadilike. Tujenge ndoa katika msingi wa upendo wa kweli wa Mungu badala ya msingi wa upendo wa tamaa, ili ndoa zetu zidumu kama za waliotutangulia. Rai yangu, tuache kuendelea kujenga ndoa katika msingi wa upendo wa tamaa. Badala yake tujenge ndoa zetu katika msingi wa upendo wa Mungu, ili ndoa zetu zidumu tena na tena. Na kingine, ukitaka kufaulu hili zoezi, inawezekana hujaolewa. Pia ukitaka mume au mke, naomba mtangulize Mungu. Kwa nini nasema haya? Nitakupa mifano michache. Naomba nisome neno la Mungu. Kwa nini kuna haja kumtanguliza Mungu ili kupata mke mwema, mume mwema atakaye kupenda kwa upendo wa kweli? Na kabla sijasoma, nikwambie, labda niongee kitu kimoja. Najua nyakati za leo, na nakumbuka, nitoe mfano mmoja hivi. Kuna mwandishi mmoja siku zilizopita, miaka iliyopita, alimpendaga binti kwa kumaanisha kumoa. Na ndio changamoto ya leo. Binti hakumaanisha kuolewa.
kwa sababu kijana alikuwa ni mwandishi wa habari, ana gari moja, kumbe ana maisha ya kawaida. Binti alizania na maisha mazuri sana ya level fulani ya juu sana. Baada ya kuolewa, binti akagundua yule kijana pamoja na kuwa na gari hana maisha mazuri, ana maisha ya kawaida. Binti akaanza kumsumbua, kumletea shida, akimpigia simu, mke wangu uko wapi? Anamwambia bwana mimi najirusha, na akawa anajirusha na waheshimiwa fulani fulani, ambaye mimi niko hotel fulani na fulani tunajirusha. Yule kijana kwa hasira, kwa sababu ni mwandishi wa habari, akaamua kuweka picha za ndoa, vyeti na nini, akavitoa kwenye magazeti kwamba mke wake amemsaliti. Lakini issue ni kwamba, na ni changamoto iliyopo, unaweza kumpenda mtu kwa upendo halisi wa Mungu, lakini yeye ndani hakupendi kwa upendo halisi, na hiyo changamoto. Na binti naye anaweza akampenda Joni, akampenda kwa upendo wa tamaa, au Musa, lakini akampenda Musa kwa upendo wa kweli, lakini kijana akapenda kwa upendo wa tamaa. Hii ndio changamoto. Aseri tusefu na tufuke vizuri sana, tufuke salama hapa. Neno la Mungu linasema hivi, Methali 31:10, mke mwema ni nani aweze kumuona? Swali. Neno la Mungu linauliza nini maana yake? Kwa lugha nyingine ni hivi, mme mwema ni nani aweze kumuona? Ndio maana anasema ukitaka mme mwema au mke mwema, lazima muombe Mungu akutangulie na akusaidie kumpata, kwa sababu mme mwema au mke mwema unampata kwenye utulivu. Kwa nini? Neno la Mungu linasema mke mwema ni nani aweze kumuona? Kwa lugha nyingine, mme mwema ni nani aweze kumuona? Nini maana yake? Mke mwema au mme mwema amefichwa kama dhahabu ilivyofichwa chini ya udongo, haionekani kirahisi. Hivyo hivyo mke mwema amefichwa. Ukitaka kumuona lazima umuombe Mungu, umtangulize Mungu, then ndipo utakapomuona. Hivyo hivyo mme mwema haonekani kirahisi, ila ukiwa kwenye utulivu, uko na muomba Mungu na kumtanguliza Mungu, nisaidie kupata mme mwema au mke mwema, Mungu atakusaidia, utampata mme mwema. Kwa nini? Naye amefichwa. Ni kama dhahabu, yupo lakini juu kuna udongo fulani umefunika, kama dhahabu ilivyofunikwa na udongo. Lakini ukiwa kwenye utulivu, utapata mke mwema, utapata mme mwema. Na nyakati za leo, saa nyingine vijana wanaambia balozi wa Bwana duniani, tunataka, nimempenda binti fulani, au dada anasema nimepata mchumba. Waga nauliza swali, ni kweli umempenda? Akiniambia ni kweli, kama ni kijana naomba hivi, unajua maana ya kupenda? Upendo wa Mungu, kwa upendo wa Mungu, kumpenda mtu kwa upendo wa Mungu. Naomba maana yake ni, unaposema umempenda dada Joyce, maana yake wanawake wote chini ya jua hakuna kama Joyce. Maana yake macho yako ya akili yatakuwa kipofu kwa wanawake wote chini ya jua isipokuwa kwa Joyce tu, yataona. Nini maana binti kusema nimempata kijana, nimempenda nataka kunioa kwa upendo wa Mungu? Maana yake ni binti kumpenda Musa kwa mfano, maana yake binti macho yake ya akili yatakuwa kipofu kwa wanaume wote, kwa vijana wote chini ya jua isipokuwa kwa Musa tu ndio ataona. Na tukipendana katika upendo wa Mungu wa kweli, tukijenga misingi katika upendo wa Mungu wa kweli, rahisi ndoa zetu kufika mbali kama za wazazi wetu au kupita za wazazi wetu. Mungu akubariki. Asante kwa kunisikiliza. Naomba nikuombee upate mke mwema au mume mwema. Baba, katika jina la Yesu namuinua kijana na widada, naomba rehema, neema kwa ajili yake kwa damu ya Yesu, na naomba umpe neema na upako, umsaidie msaidie Mungu wangu, kwa mamlaka yako na nguvu zako zote, kupata mke mwema ili ndoa yake iwe na furaha. Msaidie kupata mme mwema, anahitaji mme mwema huyu binti ili ndoa yake iwe na furaha, kwa mamlaka yako yote na nguvu zako zote. Asante Mungu wako kunijibu kwa moto. Asante kwa kumpa neema huyu kijana kupata mke mwema na huyu binti kupata mke mwema. Asante kwa kumsaidia. Sifa, heshima na utukufu pokea wewe kwa kumpigania, kwa jina la Yesu, na kumjibu kwa moto. Amen.